naitwa Shadrack Kikoti, mimi ni Chief Business Officer wa KP Motors hapa, watengenezaji wa magari ya umeme Tanzania, tukiongozwa na kiongozi wetu Ali Masudi Nyoma almaarufu kama Masudi Kipanya. Leo tulipata ugeni hapa ofisini, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Kuna kitu wanaita European Union Youth Sounding Board, ambao wamejitambulisha kama ni watu ambao wanashauri Umoja wa Ulaya kwa mambo ya ushirikiano wa kimataifa pamoja na mambo mbalimbali yanayohusu vijana. Kwa hiyo hawa ni vijana wenzetu kutoka hapa nchini, lakini ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine katika kuchagiza mada mbalimbali na kuweka influence katika Umoja wa Ulaya. Sasa tulipata nafasi ya kutembelewa nao kwa sababu kwa namna moja au nyingine sisi tulikuwa ni wanufaika wa program ya Funguo, ambayo hii program ya Funguo mojawapo kati ya watu ambao wanaisupport ni Umoja wa Ulaya, ikiwemo nadhani na kuna donors wengine pale kina UNDP na kina nani, lakini na Umoja wa Ulaya pia wako pale. Sasa tulipata hiyo fursa ya kutembelewa nao na tumekuwa na wakati mzuri, wamejifunza, wameona tunachofanya, wamenunua t-shirt vijana, wamenunua vitabu vya vipande 26 vya keki na wameuliza maswali mengi. Tumekuwa na wakati mzuri kwa kweli na tumefarijika. Sisi kama KP Motors kwa niaba ya mkurugenzi wetu bwana Masudi Kipanya, tumefurahishwa na kufarijika na ugeni huu. Tunajua kwa namna moja au nyingine ni sehemu ya kuona kwamba watu ambao wanafikiria pamoja, maana hao ni wadau wa mambo ya climate change na vitu kama hivyo, mabadiliko ya hali ya hewa, wanapo pay attention kuna mambo kama haya, unaona kweli ni watu wanaona juhudi zetu tunazofanya. Kwa hiyo tumefarijika sana na karibuni sana. Mimi naitwa Neema Bwaira, nafanya kazi Umoja wa Ulaya na ni afisa wa asasi za kiraia pamoja na vijana. Kwa hiyo leo tumekuja kutembea hapa panaitwa KP Motors, wakiwa kama ni partners wetu ambao ni beneficiary wa some of the initiatives ambazo tunazifanya sisi Umoja wa Ulaya kupitia Funguo program. Na tumekuja na vijana ambao tunawaita ni Youth Sounding Board au sauti ya vijana ya Umoja wa Ulaya. Vijana hawa tuliweza kutengeneza hii bodi ili angalau tuweze kuwaweka vijana karibu, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba program zote tunazozifanya kama Umoja wa Ulaya zinaweza kuakisi matakwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili vijana hapa Tanzania na ulimwenguni kwa ujumla kote tunakofanya kazi. Kwa hiyo leo kwa kweli, kwa kifupi, tulitamani tu kuja kutembelea hapa, kujifunza namna ambavyo mmefanya kazi, na kweli tumefurahi sana namna ambavyo mmetupitisha katika mchakato mzima tangu kampuni ilivyoanza na namna ambavyo mnatengeneza magari. I think it has been very interesting, na kuna vitu actually tumeviona, kuna vitu ambavyo tunaona kwamba viko bora zaidi vinavyotengenezwa hapa, sometimes even kupita magari yetu tunayoyatumia yanayoagizwa. Kwa mfano, nadhani wote tumeshuhudia bonnets za magari yanayotoka hapa jinsi yalivyo magumu compared na magari yetu. Kama tukipata ajali, sometimes ukilishika bumper unaliona kama mbona kama liko hivi, ndio nilikuwa nalitumia hili. Lakini nadhani tumeweza kuona vitu vizuri ambavyo KP Motors inafanya. Asanteni sana kwa kutupokea na tunawashukuru. Tunamfahamu wote Masudi Kipanya ambaye ndio CEO wa hii kampuni na mwanzilishi. Kwa bahati mbaya tu leo, sio bahati mbaya sana, kwa sababu kampuni imemkuta ila yeye hamjamkuta, yuko safarini kwa shughuli zake nyingine. 2013 yes, walianza kufikiria
kuhusu kufanya kitu ambako cha tofauti. Umeelewa? So utaona hapa ndio 2013 conception, wakawa sasa wanaanza 2016 wakaanza kuanza wajenge watengeneze boti au gari. So initially they wanted just to make something. So it was boti au gari 2016. 2018 wakawa wameshaamua bado tutatengeneza gari, lakini hiyo gari na ndo wakaanza na mambo mengine ya design na vitu kama hivyo. Then 2019 ndio rasmi wakasajili kampuni. 2020 tarehe 18 Julai wakaanza kutengeneza gari kwa mara ya kwanza. Walianzia Sido kwenye workshop yao. 2022 tarehe 2 Aprili ndo waka launch. Ni kagari fulani hivi kadogo kwa mengine na kama kaona pale mwanzoni pale nyekundu hivi kako pale. Tuna sasa ni vile tu kwa sababu kako na kwa sababu siku hizi watu tunafanyaje, nataka kuchomoa kitu fulani muone kanafanyaje, yani ile yani kwa sababu ni you walk you reiterate ile mnafanya mnaelewa, kwa ndo maana kana ila kataka kwenye museum yake vizuri sana siku za usoni. Kwa hiyo tarehe 22 tukaendelea na baadaye tukatoka Sido tukaenda Ununio pale tukakaa kama karibu mwaka na kitu, na kuna kagari kingine pale ka kijani mtakuwa mmekaona kingine kale kalitengenezwa kule. Tukatoka pale ndio hawa ni Tildo, hapa tulipo ni ofisi za Tildo, wanahusika na ku research kuhusu mambo ya viwanda. Kwa ndo tukajitoa tunakuja hapa. So tunatengeneza magari. Tunatengeneza nini? Magari. Lakini haya magari ukiachia kwa hela za wahisani kama ambavyo tulipata hela za funguo ambayo pia we are happy kwamba AU na support your program, walitupatia milioni kadhaa. So that fund pia is something ambayo imetupush for a while. Na some supporting activities. Supporting activities ni kama nini? Mfano ndo tunauza t-shirt. Na Dairini pale baadaye atawapitishia muone t-shirt. Tunauza t-shirt za KP. Leo kabisa tu. Pita kafungulia. Utawafungulia. Ngoja twende hivi kwanza. Jina naitwa Rajabu Hassan, mkurugenzi wa uzalishaji wa KP Motors. Leo tarehe 5 mwezi wa 5 2025 tumepokea ugeni mzito sana wa kutoka Jumuiya ya Ulaya EU, ambao wamekuja kwa la kwanza kuja kutuangalia, kututembelea, kuona nini tunachokifanya katika KP Motors. Lakini la pili vile vile wao ni mmoja ya watu ambao watu wanatusaidia sisi kama vile funguo, wao wako chini yao wanashughulika nao. Kwa hiyo sehemu ambazo wamefungua wametoa huduma zao, nao huwa wanajaribu kupitia kuona kwamba nini kinachoendelea. Tunashukuru sana kwamba ugeni wa leo umefika kwetu, umezunguka, umeangalia kila kitu, lakini tumefurahi sana kwamba na wao kuna vitu wenyewe wamekubali kwamba wamekuta kwamba tumepiga hatua kubwa zaidi. Hilo kwanza nataka nilizungumzie kabla sijafika mbali, kwa sababu leo wale wageni wamefika, tumewapitisha kila sehemu ya KP Motors, kila idara ya KP Motors inayofanya kazi, na wao wakaangalia kila kitu, na kuna vitu ambavyo wametokea kwamba wanasema wenyewe pamoja na kuzunguka kwao, lakini hawajawahi kuona shughuli hizo, vitu kama hizo vikiwepo. Mathalani maboneti ya fiber, bumper za fiber na kila kitu tulikuwa tumefanya kwa kupunguza gari zetu za umeme wa uzito. Sasa sisi mkubwa tunatumia fiber, kwa hiyo wao wamefurahi sana. Lakini lingine wamejifundisha mengi, wameangalia magari yetu mengi, wameangalia jinsi gani tunapambana, na kama unavyojua sisi hapo tuna vijana wa VETA ambao wamekuja trainee, wamekuja kwenye field, wote wamekutana nao, wameona kwamba kweli na sisi, kwa sababu ile iliyokuja ni Jumuiya ya Ulaya, lakini ni vijana
wenye wahamasishaji wanasema wao wanajiita kauli ya vijana. Kwa hiyo nakufika hapa wamekuta wafanyakazi wote ni vijana wenzi wao, na wakakuta vinavyofanyika vinafanya vijana. Kwa kweli wale vijana wamefurahi sana, na sisi kama KP Motors tumefurahi na tumeshukuru sana kwa ugeni uliotujia leo. Hongereni. Kwa majina anaitwa Inga Mwata. Ni kijana mdogo kutoka KP Motors. Wow. Miaka mingapi? 19. Wow. Ni kijana kidogo ila mwenye majukumu mengi. Are you sure? Welding na mekaniki. Mbona una mambo makubwa hivyo? Yeah. Yes. C'était chez Jackson, tatu pesa minute di Motors na pegana. Hongera sana. Naitwa Neema Bwaira, nafanya kazi Umoja wa Ulaya kama afisa wa asasi za kiraia pamoja na vijana. Leo tumepata fursa ya kuja kutembelea hapa KP Motors. KP Motors ni wadau wetu kwa sababu ni beneficiary wa ule mradi tunaofanya unaitwa Funguo. Kwa hiyo tulikuja kujifunza ni namna gani wanafanya kazi zao. Kwa kweli we have been so much impressed. Kwa sababu namna ambavyo tumekuwa tukisikia KP Motors, tulikuwa hatujui kama wameishazalisha magari ya kutosha tu, lakini kitu ambacho mimi binafsi nimekifurahia zaidi, nilikuwa naangalia namna ambavyo wanatengeneza hizi parts mbalimbali including hizi dashboards, lakini kuna vitu sisi tumezoea tu ambao hatujui magari tunaita mabampa. Sasa mimi huwa nikiangalia gari ninazozitumia ambazo tunaziagiza, naonaga kama mabampa yake ni laini sana, lakini nimekuja kushika leo hizi bampa ambazo zinatengenezwa na KP Motors, naziona kama ni ngumu na ni imara sana. Kwa hiyo nimekuwa challenged kwamba kumbe tunaweza sisi kama Watanzania kama national innovators tunaweza tukaja na vitu vizuri na ambavyo viko very durable kwenye soko. Kwa hiyo binafsi mimi nimeona haya magari ni magumu sana na yanaweza yakawa durable sana kwenye soko. Mimi wito wangu kwa Watanzania kwa kweli, nadhani sasa hivi hebu tujikite katika kusapoti kazi zetu sisi kama Watanzania, na niwaombe kwa kweli watu mje mtembelee hapa muone kazi nzuri zinazofanyika na magari ambayo yanatengenezwa. Nadhani pia tulikuwa tunaelezewa gharama kwamba mafuta ya 60,000 ndio unaweza ukatumia, yanalinganishwa na umeme wa 3,000. Kwa hiyo zile kilomita unazoweza kutembea kwa mafuta ya 60,000 ndio sawasawa na kilomita unazoweza kutembea kwa umeme wa 3,000. Na sasa hivi kwenye hii crisis ya kupanda kwa mafuta, nadhani hebu tuangalie ni namna gani tunaweza tukaboresha hiki kiwanda na tukapata magari ambayo yako very affordable na tukaachana na crisis ambazo zinaendelea kutuathiri katika landscape ya kidunia na mambo kama hayo. Safi.
Mimi kwa jina naitwa Rajab Hassan, ni mkurugenzi wa uzalishaji wa KP Motors. Lakini ukitoa nafasi yangu ya ukurugenzi wa KP Motors, mimi vile vile ni mtaalamu wa fiber katika kampuni ya KP Motors. Ndio mimi ninaedili kutengeneza hichi, najua unaweza kukiona hivi ni shape ya zile gari mbele, natengeneza hii kwa kutumia fiber ambazo ndio ninazo hapa. Yaani hichi ndio kitendo changu rasmi. Hizi ni bumper za haya magari, unaona mashow haya ndio madude ambayo huku mimi ndio napambana nayo, ya fiber kama bumper ya magari yetu. Yani shughuli yangu moja vile vile ni kushughulika na hizi fiber, kutengeneza show za fiber, milango, nini, bumper, bonnet. Unajua gari yetu sehemu kubwa tunatumia fiber. Ukichukulia bonnet ni fiber, bumper la chini fiber, hizi show ni fiber, dashboard ni fiber, ambazo kitengo chake ndio hichi. Hii maana tunaita ni maabara ya KP Motors, na mimi ndio niko huku, ni maabara huku. Bahati mbaya zaidi, ukidondosha mkate usile, ukiacha juisi wazi usinywe. Kuna resin, kuna adena, tuna unga, hivi vyote ni makorokoro ya kutengenezea vitu vya fiber, na hii ndio fiber yenyewe ambayo tunaitumia kutengenezea haya mabampa. Kwa hiyo kila kitu tunashughulikia wa bampa katika urekebishaji wa gari zetu. Hapa sana sana mimi nachanganya resin, alafu kuna hii powder na adena. Unaona powder, unga fulani ambao wenyewe binadamu watazamaji wanaonyesha kwa niambia kwamba ni powder. Huu unga ni vumbi la fiber ambalo sio kama tunatengeneza sisi, linauzwa kama lilivyo. Hii ni vumbi ya fiber, na hii bahati mbaya imebakia, hii ndio resin inayotengeneza ugumu wa mimi ninaochanganya na hii hapa. Halafu na adena ni dawa fulani ndogo ambayo hii inatengeneza kuchanganya na hii vitu, alafu napata kitu kimoja kilichokuwa tayari kwa kutumia fiber. Halafu na hii rangi, hii dawa yenyewe inatengeneza kwanza kukausha haraka fiber, lakini vivyo na kutengeneza na ugumu wa fiber. Inatumika sana hii kutengeneza. Kwa hiyo haya ndio madawa ambayo ya aina tatu haya nikichanganya, alafu nikichukua na hichi kitambaa cha fiber hichi nikichanganya, ndio matokeo yake unapata hii kitu. Yani ukichukua huyu ukimweka, ukichukua huyu ukimweka, ukichukua huyu ukimweka, ukichukua na unga ukichanganya sehemu moja, baadaye ukija ukichanganya na huyu, sasa matokeo yake ndio unapata hii kitu ambayo ndio fiber elfavia. Ndio shughuli zetu ambazo ninazoshughulika nazo hapa mimi. Kwa hiyo pamoja na ukurugenzi, lakini kitengo changu mahususi katika KP Motors ni kupambana na haya mafiber.